Usiku wa kuamkia Mei 6, 2026, kilio, vurugu na ubomoaji wa nyumba vilitawala mtaa wa Chato na Lupaso, Kibaha mkoani Pwani. Zaidi ya nyumba 20 zilibomolewa, familia zikabaki bila makazi, huku mgogoro wa ardhi ukigeuka mapigano yaliyosababisha vifo na majeruhi. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Pwani limevunja ukimya. Katika taarifa yake ya hivi punde, polisi wamesema wanamshikilia mmiliki wa eneo hilo kwa mahojiano, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo halisi cha umwagaji damu huo. Je, ni nini hasa kilitokea usiku huo na nani anahusika na vurugu hizo? Ifuatayo ni taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Pwani. Ndugu wanahabari, kufuatia tukio la lililotokea jana ambalo Mheshimiwa mkuu wa mkoa Alhaji Abubakari Kunenge Mheshimiwa alitoa taarifa mbele yenu ya tukio lile kwa ukubwa. Hapa niseme mara baada ya taarifa ile kutoka, kwa kufuatia jitihada za dhati za jeshi la polisi kwa kushirikiana na taarifa za wananchi, tuliweza kumkamata mmiliki wa eneo ambalo ndio kumetokea mgogoro siku ile jana ile, na hivi tunazungumza na nyie bado anaendelea na mahojiano kwenye ofisi yetu ya upelelezi mkoa, ili hasa kubaini sababu za yeye kuweza kuwatumia watu wale ambao mpaka sasa hivi bado wanapatiwa matibabu, na hatimaye kukatokea vurugu ya aina ile na kusababisha majeruhi na maafa kwa wenzetu wawili. Kwa hiyo yupo, lakini mpaka sasa hivi hakuna kifo ambacho kimeongezeka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Madaktari bado wanaendelea na jitihada za kuweza kuwasaidia wale ambao walipata majeraha makubwa, lakini katika wale ambao majeruhi ambao walikuwa Tumbi hospitali tunaitwa rufaa, mmoja alisafirishwa jana kwenda Mloganzila kutokana na aina ya matibabu ambayo aina ya majeraha ambayo ameyapata, ili kule kuweza kupata matibabu zaidi na kuweza kuokoa uhai wake. Lakini wale ambao walikuwa wamefariki wale wawili, mpaka sasa hivi ninapozungumza na nyie bado tunafanya jitihada kuwatambua ndugu zao. Ieleweke kwamba namna walivyokuwa wanachukuliwa ni ngumu mtu kufahamu, lakini kupitia vyombo hivi vya habari, kwa wale ambao wanaishi Dar es Salaam katika wilaya za Temeke na maeneo yake na viunga vyake, lakini pia maeneo katikati ya mji ambao wanaamini ndugu zao walitoka kwenda kujitafutia riziki asubuhi, lakini kwa bahati mbaya ama nyingine mpaka jana jioni walikuwa hawajarejea, ima simu zao hazipatikani ama zilikuwa zinapatikana zinaita bila kupokelewa, basi ni vyema wakafika hospitali ya Tumbi wakaenda kuangalia